Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika Mangala News. Karibu tuzungumze taarifa mbalimbali za burudani na michezo. Tuna mengi ya kukuambia, tuna mengi ya kukujuza, hususa katika dimba la kimichezo. Mjini kumechafuka, hali ya hewa ikiwa ni tete, mambo yakiwa tafarani kabisa mara baada ya Simba kutamatika mchezo wao dhidi ya Singida. Mchezo ambao ulikuwa mkubwa kweli kweli, mchezo wenye visa vibweka. Mchezo huo tunaambiwa ndio ilikuwa finali ndogo ya Simba Sports Club. Kwa maana Simba kushinda mchezo huo, basi moja kwa moja Simba inakwenda kujiweka katika mazingira mazuri kweli kweli, kuwania lile kombe kubwa kabisa NBC Premier League. Moja ya kitu ambacho niliwaambia watu wengi, mashabiki wa Mangala News, kwa maana Simba mchezo huu lazima atashinda. Iwe jua iwe mvua, Simba lazima atashinda kwa namna yoyote ile. Basi mchezo huo ukitamatika kwa goli moja, Steven Mukwala akishinda goli kubwa kweli kweli, goli la Kideoni. Kubwa kuliko ambalo mimi nimekuandalia, jambo ambalo nimesema nikuletee hii leo. Mara baada ya mchezo huo kutamatika, kamati ya masaa 72, kamati kutokea TFF ama chama cha mpira Tanzania Football Federation, wakiweka wazi kunyimwa kwa Singida penalti 3 za wazi. Jambo hilo ambalo limepelekea uongozi huo chama cha mpira nchini Tanzania kuwapokonya Simba pointi 3 muhimu, kwa maana Simba hawana pointi ya aina yoyote na Singida wamepewa pointi 3 muhimu. Nini haswa kilichosababisha mpaka timu hiyo kupokonywa? Tunaambiwa mwamuzi aliwanyonya klabu ya Singida, kwa maana mwamuzi akwenda fair katika matukio ambayo yalitokea. Matukio ambayo binafsi niliyaona kabisa ya wazi, penalti 3 za klabu ya Singida ambazo zote wamenyimwa. Jambo hili limekuwa ni gumu kweli, na ndio maana chama cha mpira ama kamati ya masaa 72 ilikaa na kuzungumzia swala hili. Kuanzia muda huu Simba tayari wameshapunguziwa pointi 3, na pointi hizo moja kwa moja wamepewa Singida. Kwa maana Singida wamenufaika na mchezo huo ambao Simba binafsi walikuwa bora, lakini Singida wao walikuwa si bora, kwa maana mwamuzi aliwabeba Simba Sports Club. Tukizungumza na mkuu wa idara ya habari wa TFF, akiweka wazi kwa tamko hilo ambalo limechapishwa katika mitandao ya kijamii, likizungumza namna ambavyo Simba walinyimwa pointi na kamati ya masaa 72 ikijiridhisha vizuri kabisa na kuwapatia pointi club ya Singida. Kwingineko basi tunakumbuka Simba ilicheza mchezo wake dhidi ya RS Berkane, mchezo huo ambao ulifanyika Amani Zanzibar. Matukio mengi yalitokea, lakini Simba ikiladhimika kutoka bao 1-1 na hatimaye Simba kutolewa katika michuano hiyo, kwa maana hile ndio ilikuwa hatua kubwa kabisa ya fainali. So Simba wanakwenda kujipanga upya sasa hivi, ambacho wao binafsi wanachosubiria ni kuona ligi ya Tanzania NBC Premier League inaishaje ama hatima ikoje, nani anaweza kusonga mbele na nani anaweza kurudi nyuma. Mchezo ambao utapigwa, matarajio ilikuwa ni mwezi wa 6 tarehe 15, mchezo ambao utahusisha Simba dhidi ya Young African. Huo ndio mchezo wa hatima ya klabu ya Simba pamoja na Yanga. Nani anakwenda kutoa taji kubwa kabisa ambalo wengi wamekuwa wakilitazamia, wengi wanakuwa wanaliangalia? Basi taji hilo si lingine ni NBC Premier League, ambapo klabu ya Simba na Yanga wako mbioni. Mmoja wapo akiteleza tu, basi mwezie anabeba kombe hilo. Kwa mengi zaidi endelea kufuatilia Mangala News. Tuna taarifa mbalimbali za kiburudani na michezo muda wote, kila wakati. Usisite endelea kusubscribe, like na kucomment. Ikipendeza unaweza kushare video zetu nyingi kabisa. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video zetu nyingi na bora toka kwetu. Asante.